Kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile. Tuko hapa kwa ajili ya jambo la Taifa Stars. Sisi kama machizi soka, unajua tunasema machizi soka ni zile kelele ambazo hazina madhara. Ndo tuko hapa. Binafsi mimi Kikuji, mzee wa mashuka, Mustafa Likuti na Ngadu hapa. Tuko hapa kwa ajili ya jambo la Taifa Stars. Bwana, Taifa Stars tuna mashindano ambayo tunaenda kupambana kule Morocco mwezi wa 12. Hatuendi kushiriki, tunaenda kushindana. Sasa basi kwenye mpira wa miguu sasa hivi duniani bila mchezaji wa 12 hamna timu, na ndio maana tunaona Waarabu asilimia kubwa bila dakika 90 kuisha hujamfunga kwa sababu ya wachezaji wa 12. Sasa sisi tuko hapa kwa ajili ya jambo la timu ya taifa. Naweza kuachia wenzangu wakaendelea na hili jambo kidogo na wao nahamasisha. Brother unasemaje kidogo? Bwana, kwanza mimi binafsi mzee wa mashuka hapa nasema kwamba tupo kitaifa zaidi, kwa sababu hapa tulipo tumekuja kwa ajili ya uzalendo wa timu ya taifa. Tumeamua kufanya hili jambo kwa ajili ya timu ya taifa, kwa ajili ya kuisupport timu ya taifa. Kwa hiyo na imani kwamba tutaisupport popote pale itakapoenda, iwe Tanzania, iwe nje ya Tanzania, iwe sehemu yoyote ile. Sisi tuko pamoja na timu ya taifa. Kwa hiyo tunaiomba serikali itupe support kwa ajili ya hili jambo. Bwana, nahisi kwamba kila mtu anaona kinachoendelea, kwamba hata michoro ukiangalia ukiangalia bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ukiangalia mchoro unavyoonyesha kuna twiga, kuna vitu tofauti tu, kuna TFF, kuna nini. Kwa hiyo na imani wenyewe wanaelewa kwamba kitu gani kinaendelea, hususan kwenye masuala nini ya Taifa Stars. Naam. Kwa hiyo tunashukuru kwamba wao mamlaka ndo watajua nini wakiangalie kuhusiana na mashabiki. Mashabiki ndo mchezaji wa 12, mshabiki ndo kila kitu kwenye swala ya michezo. Kwa hiyo mimi na imani kwamba mamlaka husika wataangalia kwamba sisi mashabiki wa tunaita Tanzania Sport Influencers, au sio? Kwamba tunaomba sisi ndo Tanzania, yani sisi bila Taifa Stars maana yake Taifa Stars haiwezi kufanya kitu. Tunaomba sana mamlaka waliangalie hili. Unasemaje ndugu yangu hapa? Tumeungana kwa pamoja, uzalendo kwanza, mambo mengine baadaye. Hii Tanzania nchi yetu kama unavyoiona ilishuka na vitu vingi hapa. Kuna twiga ambaye twiga anapatikana kwenye mbuga za wanyama. Kuna loetua Tanzania popote lipo na sisi tutakuepo. Taifa Stars oye. Sasa mimi naweza nikashusha hapa. Tanzania wote tuungane, anayekuja mbele yetu tumfunge. Watanzania wote tuungane, anayekuja mbele yetu tumfunge. Watanzania wote tuungane, anayekuja mbele yetu tumfunge. Sisi ndo machizi soka. Yaani mimi ukiniambia leo kesho niamshe usingizini kwa ajili ya swala kwenda Morocco kwa ajili ya timu ya taifa, kwa ajili ya kwenda sijui South Africa kwa ajili ya timu ya taifa, mimi naupenda uzalendo. Na ndio maana hata napokuwa kwenye klabu yangu ambayo naishabikia kunikosi na bendera ya taifa. Kama anavyofanya mzee kujichora hapa. Ni mshabiki pekee ambaye anajichora bendera ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kwenye mwili wangu. Sema leo nimekuja na jezi kwa sababu tuko kwenye swala letu muhimu hapa. Bwana, kwanza ukiangalia ile shuka na linahamasisha na utalii kabisa. Kuna loyotua hapo, yani kwamba watu waje kutalii. Kuna loyotua, kuna TFF hapa, kuna BOT hapo. Mama kazi iendelee. Taifa Stars hii hapa, Taifa Stars. Tena na kasongi kengine kama tuwafungi vile, 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 kama wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, kama tuwaoni vile, mwendo wetu mdogo mdogo, mwendo wetu mdogo mdogo, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile, kama tuwachapi vile, mwendo wetu mdogo mdogo. Bwana, asante sana. Asante sana. Tunasema kwamba tuna imani kwamba mamlaka itaona hili jambo letu, kwamba kitu gani tunahitaji kuisupport timu ya taifa, sio jambo lingine. Hili jambo hivi. Niwakumbushe watu, wakati tunacheza na Congo DRC wanajiita Leopard pale kwa Mkapa, tulikuwa tunapambana kipindi cha kwanza, tunashangilia kama machizi soka. Wale Leopard walichelewa, walikuja na basi la BM zile kama 20. Waliingia na ngoma ndefu fulani hivi. Ikagongwa kitu moja kama 7 hivi. Nimeona Kansel Mbemba, kapteni wa DRC Congo, akiwa na Wisam nani? Wisa yule. Akaambia wale mashabiki, baadaye Nongabaka naye akaambia mashabiki,
hatuja kama muda kidogo tumetulizwa na uwanja wetu tukapigwa, ndio Inonga ile akaja akafanya. Naamini mchezaji wa 12 ni kitu muhimu, ndio maana DRC au Leopards kila wanapoenda wanahakikisha wanaondoka na watu wao wa kazi. Sasa kama inawezekana lakini na sisi kwenye lile goli la mama mashabiki au wachezaji wa 12 hatuhitaji hata shilingi 100, lakini tuweze kusafiri twende tukaisupport timu yetu. Tusio tunaisindikiza kwa macho tu, ikitoka nje sisi tunabaki humu ndani. Twende tukaisupport. Mimi naamini tunaweza kufanya vizuri Morocco kwa sababu wote sasa hivi tunaona mpira wa Afrika sasa hivi umepanda. Waarabu kuna muda sana wanatumia hadi mbinu chafu kwa ajili ya kudidimiza mpira, lakini kama tunaamua na sisi tunaenda kushangilia kweli. Tuna uwezo. Sasa ukiangalia chizi soka kama Mzee wa Mashuka, chizi soka kama Mustafa Likuti, chizi soka kama Mwamba hapa, chizi soka kama Kikuji Chuma Mwamba kutoka Lushoto, ambaye uwanjani si huwa hatukai, hatuna muda wa kukaa, huwa tunaangalia mpira marudio. Na hakikisha kabisa wachezaji wetu kama kina Shomari Kapombe, wakina Clement Mzize, wakina Mudasiri, wakina Faisali, kuna Sergeant Baka. Baka. Tunaamini kabisa. Yaani tunasema ndani mtiti, nje mtiti. Ndani mtiti, nje mtiti. Ndani mtiti, nje mtiti. Ndani mtiti. Bwana, Tanzania tunaweza. Tunaweza. Inawezekana kabisa. Lakini kupitia wachezaji wa 12 ambao sisi tukiingia uwanjani pale hatukai kama maofisa, waandishi wa habari au makocha. Tunaingia kama machizi soka. Sometimes tunarudi nyumbani, familia zinatuona kama zimeruka. Lakini tunawaambia kabisa tunapotuona uwanjani, mtuache zile na akili za uwanjani na tunaziacha kule. Bwana nasema Taifa Stars na mchezaji wa 12 lolote linawezekana. Usishangae tukafika hatua ambazo watu walishatukatia tamaa. Kundi letu ni gumu. Tuko na Nigeria, tuko na Tunisia na Uganda, si ndio? Lakini kwenye mpira wa miguu ili uwe mkubwa lazima ucheze na wakubwa. Ili uwe mkubwa, niwakumbushe watu Senegal ukubwa ambao ameupata leo. Senegal hii ambayo ni Alilusi sei. Ukubwa ambao ameupata mpaka leo, ambao Alilusi alikuwa mchezaji, aliajidiofu, nani yule Diomas Kamara, wakina marehemu Papa Bouba Diop, waliupata ukubwa vipi? Baada ya kumvua bingwa mtetezi Ufaransa. Umeona? Ndio kubwa Senegal mpaka sasa hivi tunaona Senegal inaimbwa, wakina Ndiaye, vijana, wakina nani. Sasa ili uwe mkubwa, wafunge wakubwa. Kundi letu kama nilivyotaja na vigogo, watu wengi wamekata tamaa, lakini kama sisi wachezaji wa 12 tutapewa nafasi ya kwenda kuanikiza wachezaji wasiende kama wanaenda kucheza neutral ground, na hakika ile Morocco ile tunaenda kuacha alama kwa sababu ya ushangiliaji wetu ambao hauna madhara. Hatuwezi kumzuru mtu, hatujui fujo, hatujui nini, ila fujo zetu tunasema ni kelele ambazo haziumizi. Bwana, tunasema hivi, tukiamua kuna kauli inasemekana kwamba dhamira ikipanda msuli unafungwa mkanda. Sasa dhamira ipande, msuli ufungwe mkanda, tuhakikishe tunaenda kushindana, sio kwenda kushiriki. Bwana, Stars inawezekana bwana kuleta kombe Tanzania. Asante.